Wizara ya Katiba na Sheria imesema sekta ya sheria inatarajia kutoa mchango mkubwa katika kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma Aprili 15 mwaka 2025 na Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Jumanne Sagini wakati akifunga mkutano wa siku 2 wa Chama cha Mawakili wa Serikali. Ndugu mawakili wa serikali na wageni waalikwa, nimeitafakari kauli mbiu ya mkutano huu isemayo utawala wa sheria katika utekelezaji wa majukumu ya serikali ni nguzo muhimu katika kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Kauli mbiu hii inaakisi maono na mwelekeo wa nchi yetu katika miaka 25 ijayo, ambapo bila ya shaka sekta ya sheria na utawala bora inatarajiwa kutoa mchango mkubwa katika kuyafikia malengo yaliyoainishwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo. Ni rai yangu kwamba weledi na uzoefu wenu usaidie kuimarisha utawala wa sheria katika utekelezaji wa majukumu yenu ili kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050. Ndugu mawakili wa serikali na wageni waalikwa, upekee wa taaluma ya sheria haupo kwa sababu ya historia yake tu, bali ni pamoja na umuhimu wake katika kila nyanja, kila sekta lazima ipo sheria inayoiongoza. Sababu hiyo, kila kitu kina sheria inayokihusu, mathalan madini, mifugo, afya, elimu, maji, kilimo, pembejeo, usafiri, uwekezaji, ardhi, uvuvi, biashara, ndoa, watoto, ujenzi, biashara kadhalika. Sheria haiepukiki katika sekta zote, hata katika maisha yetu ya kila siku. Katika wigo huo mpana wa masuala yanayosimamiwa na sheria, ni wazi kwamba mchango wa wanasheria ni muhimu na unahitajika sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Hivyo usomi wenu uonekane katika maboresho ya sheria na mifumo ya kisheria ili kukuza uchumi na kuchochea maendeleo ya watu nchini, kutatua migogoro ya wananchi na kuimarisha huduma za kijamii ambazo zote husimamiwa na sheria mahususi. Hata hivyo, naibu waziri huyo wa Katiba na Sheria amesema serikali ina matarajio makubwa na mawakili wa serikali. Tunategemea kuwaona mawakili wa serikali wakilisaidia taifa katika mazungumzo ya kimataifa, katika usuluhisho wa migogoro kimataifa na katika kulinda rasilimali za taifa letu kwa kutumia taaluma yenu ya sheria, kwa kuwa ninyi ni jeshi linalopambana katika upatikanaji wa haki kwa kutumia kalamu. Ndugu mawakili wa serikali na wageni waalikwa, napenda kuwakumbusha kwa sekta ya sheria inategemewa sana katika swala zima la mifumo thabiti ya utawala bora. Hivyo swala la maadili ni jambo muhimu kuzingatiwa na kuliishi katika utekelezaji wa majukumu yenu. Nitoe rai na wito wangu kuwaendeleeni kwa waadilifu katika utendaji kazi wenu na zingatieni weledi katika kuwajengea wananchi imani kutokana na huduma mnazotoa ili waweze kuridhika na huduma za kisheria zinazotolewa na watumishi wa umma na hivyo kuimarisha utulivu, amani na ustawi wa taifa letu. Kwa upande wake, naibu mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Samuel Maneno amesema ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali itatoa kila ushirikiano kwa viongozi wapya wa Chama cha Mawakili waliochaguliwa. Sisi kama walezi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tutahakikisha kwamba kila wakati tuko pamoja na nyinyi, kuwapa mwongozo pale ambapo mtahitaji mwongozo, kugonga milango pale ambapo itahitaji kugonga milango ili mpate forum ya kueleza kila ambacho mnakitaka ndani ya serikali, kufuatilia mambo mbalimbali yaliyoahidiwa na viongozi wetu hapa, lakini pia kutekeleza maazimio tuliyoyapitisha jana kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo chama chetu kwa kushirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kama mlezi, tunaamini hamtabaki nyuma, mtatushirikisha na sisi tutakuwa tayari kuwasapoti na kuwaelekeza pale ambapo itabidi kufanya hivyo. Huku rais mpya wa chama hicho Wakili Bavo Junus akiomba ushirikiano katika kufikia malengo. Nitoe rai tu ya kwamba sasa uchaguzi umeisha na tunalo jukumu la kukijenga na kukiimarisha chama chetu ili tuweze kufikia malengo na matamanio ambayo kila mmoja wetu anayo.
Na nitoe rai pia kwamba zile nguvu ambazo tulizitumia katika kampeni, tulitumia muda wetu mwingi sana, wakati mwingine mpaka usiku wa manane. Wakati mwingine tulitumia fedha kuweka mabando na vitu kama hivyo. Tulitumia nguvu nyingi sana. Ninawaombeni sana, nguvu zile tulizozitumia wakati wa kampeni sasa tuzielekeze katika kukijenga na kukiimarisha chama chetu. Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania, kiapo cha uongozi. Mimi Bavo Anatoli Junus naapa kwa dhati kwamba nitakitumikia vyema na kwa moyo thabiti Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania kwa wazifa wangu wa mweka hazina, na kwamba nitahifadhi, nitalinda, nitatetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote sitatoa siri zinazohusu majukumu yangu isipokuwa kwa mujibu wa sheria na kanuni. Nitakitumia Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania kwa uaminifu, kwa uwezo na kwa moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo hiki kimetolewa hapa Dodoma na Debora John Mcharo leo tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2025. GMTV Dodoma.